mada ya msongo wa mawazo na mwili. Naitwa Kwabi Sabasaba, mtaalamu wa saikolojia na mahusiano, na kuletea mada ya msongo wa mawazo na mwili, kwa ujumla kwa lugha ya Kiingereza stress management. Katika mada hii tutajifunza vipengele vinne muhimu. Tutaangalia maana ya msongo, tutaangalia vyanzo vinavyosababisha msongo, tutaangalia athari za msongo wa mawazo mwili, na mwisho tutaona namna gani kupunguza athari hizo katika maisha yetu. Tuanze na maana ya msongo. Msongo maana yake ni mzigo. Msongo ni stress, yani mzigo ambao hauna tofauti na mizigo mingine ambayo mtu anaweza kubeba. Kwa mfano, ukibeba ndoo ya maji ukaweka kichwani, tangu unapoamka umeweka ndoo ya maji mpaka unapofika muda kulala, bado ndoo iko katika kichwa chako, ni kwamba unajisikia kuchoka, unajisikia mwili hauko sawa, unajisikia hauna furaha yoyote, kwa sababu muda wote ulibeba mzigo. Stress ama msongo pia una athari kama hizo, kwamba unapokuwa na msongo kwenye mwili, kwenye akili, lazima utachoka, lazima kuna athari ambazo zitatokea ambazo zitakuwa tofauti na hali kama vile usingekuwa na msongo. Nadhani utakuwa umeshatofautisha. Kuna kipindi unajisikia akili yako iko imetulia, akili yako haina vurugu, kuna utulivu, hakuna uchovu, mchangamfu, una furaha, una amani. Kipindi hiki tunasema una msongo wa mawazo. Lakini unapojisikia umechoka, unapojisikia mzembe, mwili umelegea, mwili hauna nguvu, kipindi hiki tunasema unakuwa na msongo. Tutaangalia sasa vyanzo vinavyosababisha msongo wa mawazo, msongo wa mwili. Chanzo cha kwanza ni kile kinachotokana na fikra zetu. Hiki ni chanzo ambacho tunaita kwa Kiingereza psychological stressors au mental stressors. Zinagonga moja kwa moja kwenye akili zetu. Unapokuwa na hofu, unapokuwa na wasiwasi, unapokuwa na chuki, unapokuwa na hasira, unapokuwa una jaziba, kwa mfano, hii ni msongo. Hofu peke yake, hasira peke yake ni msongo. Ina maana katika akili yako unakumeweka mzigo ambao ni mzito, ambao kwa kawaida akili ya binadamu isingetakiwa kubeba mzigo kama huu. Kwa hiyo hii ni chanzo cha kwanza. Aina ya pili ya chanzo cha msongo wa mawazo ni ile vyanzo vinavyotokana na mazingira. Kwa mfano, unapokuwa kwenye joto kali, unapokuwa kwenye makelele mengi, unapokuwa kwenye baridi iliyokithiri, unapokuwa kwenye msongamano, mfano msongamano unapokuwa labda kwenye daladala, msongamano unapokuwa mahali ambapo kuna uchafuzi wa mazingira, kwa mfano unakaa karibu na dampo ambapo harufu kila wakati inakusumbua. Vyote hivi ni kusababisha msongo wa mawazo, msongo wa mwili, ambavyo vyote vinatokana katika mazingira yako. Kundi la mwisho na la tatu ni lile kundi linalohusiana na vyanzo vinavyotokana na kuchosha mwili wetu, tunaita physical stressors. Navyo viko katika daraja ama ziko katika makundi manne. Ya kwanza ni aina ya chakula unachokula, tunaita food diet. Unapokula chakula kama vile chakula chenye sukari nyeupe, ukitumia sukari nyeupe kwa muda mrefu ama kwa wingi zaidi, husababisha msongo wa mawazo. Unapotumia pombe, unapotumia sigara, unapotumia kahawa, unapotumia nyama, unapotumia vinywaji vya kola, pilipili, vyote hivi husisimua misuli ama mishipa ya fahamu inayoitwa SNS, yani sympathetic nervous system, na hii nayo ikishasisimuliwa
kupandisha ule msongo, ile stress level inapanda juu. Inapopanda juu ile stress level, ni kwamba tayari wewe unakumeshaingia kwenye msongo wa mawazo. Kwa hiyo chakula cha namna hiyo husababisha msongo wa mawazo na msongo wa mwili pia. Sehemu nyingine ya pili katika sehemu hiyo ya vyanzo vinavyohusiana na miili yetu ni namna ya ukaaji. Unapokuwa umekaa tofauti, umekaa umeegemea, ama unapokuwa unatembea umeinama tofauti na jinsi ulivyotakiwa, labda utembee umenyoka, unaweza ukachosha uti wa mgongo kwa mfano. Au unapokuwa umelala halafu kalala tofauti, unajikuta kesho yako kiamka mgongo nauma, shingo inauma na kadhalika kadhalika. Yote huu ni ukaaji ambao usiofaa. Pia unapokuwa umechoka, unapokuwa umechoka husababisha pia aina fulani ya kupumua. Upumuaji wako unakuwa wa shida. Upumuaji ni jambo la muhimu sana kuzingatiwa. Kuna upumuaji wa aina mbili. Kuna kupumua kwa haraka haraka, kuna kupumua kwa kuvuta pumzi ndefu. Unapovuta pumzi ndefu husababisha mwili usichoke mapema, husababisha mwili uwe katika hali ambayo si ya msongo. Unapopumua kwa haraka haraka, yaani mfano wa mtu anayekimbia, unasababisha msongo wa mwili, msongo wa akili. Kwa mfano katika wanandoa, tunashauri wanaume mara nyingi anapokuwa anashiriki tendo la ndoa, upumuaji wake ni jambo la kuangalia sana. Wapo wanaume wengi wanalalamika kwamba anawahi katika tendo la ndoa, dakika hazifiki 10 tayari yeye ameshamaliza, ameshatoa mbegu na amewahi na hawezi akaendelea tena. Hii ni kwa sababu ya upumuaji wake. Unapopumua kama unakimbizwa, utasababisha msongo wa mwili, utasababisha msongo wa mawazo, na kwa hiyo mwili utatoa alama kwamba uko katika hali ya kuwa katika hali ya dharura. Kwa hiyo utajikuta unamaliza mapema na shughuli nyingi za mwili hutokea kusimama wakati unapokuwa katika msongo wa mawazo. Utendaji wa kazi zetu ni muhimu sana. Tunatakiwa kupumzika. Unapofanya kazi kupita kiwango, mwili huchoka, na unapochoka tayari hii ni ishara kwamba msongo wa mwili umechoka, huwezi kuendelea na shughuli zako zingine, nayo ni kitu cha muhimu sana katika kuzingatia ili kuepuka msongo. Na kingine, uongeaji. Ukiongea kwa muda mrefu zaidi ya saa moja huchosha misuli inayoelekea kwenye ubongo, na kwa hiyo unajikuta baada ya muda fulani, baada ya maongezi yako utajikuta kuchoka, unajikuta akili imechoka, na huu pia nao ni msongo wa mawazo, ni msongo wa mwili. Tuangalie sasa athari zinazotokana na msongo wa mawazo, msongo wa mwili. Athari ziko nyingi. Wataalamu wanatuambia kwamba 90% ya magonjwa yote anayoyapata binadamu leo yanatokana na msongo. Unapokuwa na hofu ya maisha kwa ujumla, unapokuwa na hasira, labda mpenzi wako, mume wako, mke wako amekuuzi, ama mtu jirani yako amekuuzi, unapokuwa kwenye hasira ya vitu, umepotelewa kitu na utapata hasira au jaziba, unapokuwa na wasiwasi, kinachotokea ni kwamba utapata msongo wa mawazo. Utapata msongo wa mawazo kwa maana tuna matezi muhimu sana ambayo yanasababisha msongo wa mawazo. Habari yote inayohusu kujibu mwili kwamba una msongo wa mawazo inaanzia kwenye akili. Katika akili ya binadamu, chini ya akili kuna tezi inaitwa pituitary. Pituitary huzalisha homoni muhimu ambayo inaufanya mwili uwe katika hali ya tahadhari mara unapokuwa kwenye msongo kama nilivyotaja pale. Pituitary ikizalisha ile homoni ile ACTH husababisha pia matezi yaliyoko kwenye figo,
matezi mawili yaweze kuzalisha homoni ambazo ni homoni za tahadhari, emergency state hormones. Homoni hizi mara nyingi zinaitwa cortisol, kuna homoni inaitwa adrenaline. Ni homoni ambazo ni muhimu sana, zinazalishwa kipindi cha matukio ya msongo wa mawazo, msongo wa mwili. Nini madhumuni ya zile homoni kuzalishwa? Homoni hizi hukufanya uwe na tahadhari, mwili uwe na tahadhari. Kama ni hofu ya simba, unamkimbia simba. Kama ni hofu ya umepewa kazi fulani inatakiwa ishi katika wakati fulani bila kukamilika katika wakati ulioamriwa, utapata aibu, basi ile hofu ile ya kwamba utapata aibu, basi ile homoni inakulazimisha ufanye na umalize kazi kwa wakati. Kwa hiyo kumbe msongo wa mawazo pia una faida, lakini hasara yake ni kwamba msongo unapokuwemo kwenye akili zetu, kwenye mwili wetu kwa muda mrefu, husababisha hasara ambazo tutaziona hivi punde. Magonjwa, tumesema asilimia kubwa ya magonjwa yanasababishwa na msongo wa mawazo, na unapokuwa umeugua, binadamu akiugua, ni kwamba kuna kuwepo na uwiano usio sawa wa kemikali kwenye mwili. Uwiano huu wa kemikali ni zile kemikali nilizotaja zinazalishwa na matezi mawili, matezi ya adrenal alafu na tezi la pituitary, ambayo yote ukiyapima kwenye uzito yana gramu 9.45. Ni madogo sana, lakini ndio yanaweza kumfanya mtu apate mafanikio ya afya nzuri, yanaweza kumfanya mtu aweze asipate mafanikio ya kawaida ya kibinadamu. Ni homoni zinazalishwa katika maeneo ni muhimu sana, kwa sababu zinaweza zikakufanya uweze kumaliza kazi yako kwa wakati, ama zinaweza zikakufanya upate hasara ya afya. Unapokuwa umepata hofu, unapokuwa umepata hasira, unapokuwa umechukia, unapokuwa umepanic, matezi haya yakishazalisha zile homoni hizi hufanya misuli iitwayo arteries. Hii ni mishipa ya damu inayosafirisha damu katika mwili mzima, hufanya ile misuli kukakamaa, inaifanya ina constrict, inakuwa miembamba. Wembamba wake na unaweza nikafananisha ni sawa sawa na kuchukua pipe au bomba la maji lililopitisha maji, ukilipinya maji yanatoka kwa pressure kubwa. Kwa hiyo homoni hizi zina tabia ya kupinya ile misuli ya damu, na kwa hiyo pressure ama msukumo wa damu unakuwa mkubwa, kwa hiyo inasababisha shinikizo la damu. Vile vile ikizidi kukaa muda mrefu, ile homoni zina tabia ya kuharibu kinga mwili, zina tabia ya kusababisha magonjwa mengine sasa kama vile kisukari, magonjwa ya figo, maumivu katika viungo, arthritis, na magonjwa mengine yote yanaweza kujitokeza katika kipindi hicho. Ni muhimu kuelewa kwamba unapokuwa muda wote katika msongo wa mawazo, msongo wa mwili, utasababisha hali hii ambayo ni hali mbaya. Adrenaline hormone husababisha moyo pia uweze kufanya kazi chini ya kiwango chake. Pale ambapo damu inapoingia pale kwa kasi, moyo una pampu kwa kanuni maalum. Sasa damu inapoingia pale kwa kasi isiyo ya kawaida, moyo unashindwa kupampu damu. Madaktari waliofanyia utafiti wagonjwa wa mashambulio la moyo wakajaribu kuambia wakumbuke shida zote ambazo ziliwahi kuwaudhi siku za nyuma, halafu wazikumbuke, waziorozeshe zote na wazikumbuke jinsi zilivyowatesa. Wakati wanawaambia hivyo, walikuwa katika hali ya ugonjwa wa kawaida na mapigo ya moyo yalikuwa katika kiwango cha kawaida. Baada ya kukumbuka, baadhi ya wagonjwa walianza kulia kwa sababu wamejikumbusha mambo magumu sana ya nyuma. Walipopia, mapigo ya moyo yalikuwa yameshuka kutoka kiwango cha 5% mpaka 7%. Tatizo hili ni tatizo baya kwenye kiungo cha moyo au kwa moyo kwa ujumla. Wataalamu wengi wa magonjwa ya moyo, cardiologist, wanaliita tatizo hili
myocardial ischemia ni tatizo ambalo ni baya sana katika moyo. Ukifanya operation ya angioscopy una nafasi mara 2 ya kupata magonjwa. Unapokuwa na huzuni ni sehemu mojawapo ya msongo wa mawazo. Unapokuwa na huzuni, mapigo ya moyo, misuli yote ya artery pia huweza kusinya, ina constrict, ili inapo constrict inaruhusu damu inapita kwa kasi, yani pressure inaongezeka. Kwa hiyo unakuta hali inakuwa ile kama mtu aliyepata hasira. Unapokuwa na huzuni utapata shambulio la moyo, vile hata zile figo zinaweza zikashindwa kufanya kazi, mapafu kushindwa kufanya kazi, na hasa unapokuwa katika msongo wa mawazo. Tunajua kwamba mtu anapokuwa katika msongo wa mawazo, kiwango cha msukumo wa damu huongezeka kutoka 300 mpaka 400 asilimia. Hiki ni kiwango kikubwa sana. Mapafu mara nyingi yanapokea hewa ya oksijeni. Sasa damu inapoingia kwa kasi ya namna hiyo, kiwango cha 400 ambacho ni kiwango kikubwa sana, mapafu yanaweza kushindwa kutekeleza kazi yake. Kwa hiyo tunapoongelea msongo wa mawazo, tunajua kwamba ni kitu ambacho kinaweza kikaleta athari katika miili yetu. Katika chuo kikuu kimoja cha Stanford, madaktari walijaribu kufanya utafiti kwa kuwafanyia ushauri nasaha watu wote ambao walikuwa na matatizo ya shambulio la moyo. Wakajaribu kuwapa ushauri kwamba waweze kupunguza hasira. Baada ya muda fulani, wale ambao walikuwa wamekubaliana na ule ushauri nasaha wa kupunguza zile hasira, walionekana shambulio la moyo lilishuka mpaka 44%, kuliko wale ambao hawakuweza kupokea ushauri nasaha, kwamba waliendelea kuwa na hasira muda wote pamoja na kwamba walikuwa wamepewa ushauri. Hii inaonyesha kwamba unapopunguza hasira, pia hata matatizo ya afya, matatizo ya moyo yanashuka. Dr. Schofield anaeleza kuhusu mama aliyekuwa anamfanyia operation ya uvimbe. Dokta alipokuwa amemchoma sindano ya ganzi kwa tayari afanye operation ya huu uvimbe, ghafla ule uvimbe ulipotea mara tu ya yule mama kupoteza fahamu alipokuwa amechoma sindano za ganzi. Yule daktari aliona hakuna haja ya kufanya operation kwa sababu uvimbe ulitakiwa kufanya operation ulikuwa umepotea. Akamwacha mpaka fahamu ziporudi upya. Ziliporudi zile fahamu, ule uvimbe na ukarudi. Dr. Schofield anagundua kwamba huyu mama hakuwa mgonjwa wa ule uvimbe, isipokuwa mama huyu alikuwa anaishi nyumbani kwake na mgonjwa ambaye alikuwa na uvimbe halisi. Kwa hiyo mama yule kila siku anapowaza ugonjwa wa mgonjwa wake, anapohofia, anapopata hofu, anatengeneza stress, na anapotengeneza stress, matokeo yake ule ugonjwa ulikuwa unajionyesha kwenye mwili wake. Kinga ya mwili wako inashuka, na kwa hiyo chochote kile kinaweza kutokea, na kinaweza kikatokea chenye mfumo ule unaowaza au chenye mfumo ule unaohofia. Inafanana vizuri kabisa na tunaangalia, utaona wale vichaa wanaweza kula chakula cha jalalani na akalala sehemu ambapo kuna mbu wengi na asipate malaria. Wewe ukichukua chakula kile cha jalalani, ni lazima utaugua, utahalisha. Ni kwa sababu umekwenda kwenye kile chakula, unajua kabisa chakula hiki ni kichafu, unajua kabisa chakula hiki kina vimelea. Ile kujua hivyo inakuletea hofu kwamba utaugua, na kweli lazima uigue. Msongo huleta uharibu kinga na huleta maradhi katika miili yetu. 90% ya magonjwa yote yanatokana na msongo wa mawazo. Chochote kile unachohofia, chochote kile unachokiwaza kwamba ni kibaya, au chochote unachokiona kinakuletea wasiwasi, lazima hicho kitakuzuru mwili wako. Tuangalie, kuna jaribio moja lilifanyika pale chuo kikuu cha Duke. Wanaume ambao walikuwa na afya nzuri kabisa walipewa mashine inaitwa crepimeter. Crepimeter ni kwamba ni mashine ambayo una squeeze ama unaibonyeza kwa kutumia mikono yako miwili,
halafu kiibonyeza, ina kipimo pale, inasoma umetumia nguvu kiasi gani, lakini kwa kutumia kilogramu. Wale wanaume waliambiwa bonyezeni wote, weka mikono yenu miwili, kila mtu mikono yake miwili kwenye ile mashine, bonyeza kwa nguvu zako zote zilizoko mwilini na usibakize kiasi chochote cha nguvu. Wale watu wakafanya hivyo, wakabonyeza kwa nguvu zao zote, wakaambiwa msibakize, wakabonyeza na ile mashine ikasoma kilogramu 46 kwa wastani, kwamba kila mmoja alikuwa amewekeza pale kiasi cha nguvu ya 46 kilogramu. Yule mtaalamu akawaambia achaneni na zoezi hilo, akawapa kazi moja, jaribu kufikiria, hebu hofia maisha yako, uyafanye maisha yako kwamba wewe ni mgonjwa, pate hofu kwamba huna uwezo, una kitu chochote, chukulia mtu ambaye amelazwa anaumwa hospitalini, hawezi akanyanyua. Piga picha hiyo kwa muda wa dakika 30. Piga picha kwamba huwezi ukanyanyua chochote kwa sababu mwili wako ni dhaifu, unaumwa. Wakafanya ile zoezi kwa muda wa dakika 30. Kila mtu alikuwa anawaza, anajiona kabisa kwamba hana uwezo, hawezi akanyanyua hata kikombe cha chai, hawezi akainuka, yani hawezi. Ile ikatengeneza tayari msongo ambao tayari uliweza kupimika. Akawarudisha kwenye ile mashine, akamwambia nendeni mkajaribu tena kuibana ile mashine, kila mtu abane kama mlivyofanya mara ya kwanza. Wale watu walibana kwa nguvu zao zote. Kilichotokea ni kwamba ile mashine ilisoma kiwango cha 13. Mara kwanza mimi nilisoma 46, lakini kipindi hiki ilisoma 13 kilogramu kwa wastani kila mmoja. Ina maana kiwango kilikuwa kimeshuka kutoka 46 kuja 13. Na wakaambiwa imetosha, rudini tena. Wakapewa zoezi lingine kwamba fikiria wewe una nguvu, una uwezo, unaweza ukanyanyua kitu chochote kizito. Chukulia kwenye